Je, unakumbuka ule usiku ambao Edward Mendy aliibeba Ulaya mabegani mwake? Ilikuwa tarehe 29 Mei mwaka 2021. Jiji la Porto nchini Ureno lilishuhudia usiku ambao jina la Edward Mendy liliandikwa kwa herufi za dhahabu katika historia ya soka. Chelsea walipoivaa Manchester City kwenye fainali ya UEFA Champions League. Kipa huyo kutoka Senegal alisimama kama ukuta usiopenyeka, akizima kila cheche ya matumaini ya wapinzani. Chelsea walishinda kwa bao moja kwa nunge na kutoa taji la Ulaya kwa mara ya pili katika historia yao. Katika dakika ambazo City walikuwa wakimiminika kwa mashambulizi ya kila aina, Mendy alionekana kama ngome iliyojengwa katikati ya dhoruba. Utulivu wake, ujasiri wake na mikono yake ya dhahabu vililinda ushindi huo wa thamani, huku mashabiki wa Chelsea wakishuhudia kuzaliwa kwa shujaa mpya Stamford Bridge. Safari yake ilikuwa ya kushangaza zaidi kwa sababu miaka michache kabla ya hapo alikuwa akikabiliwa na maisha magumu na hata ukosefu wa ajira, lakini usiku huo wa Porto aligeuza maumivu kuwa utukufu, akiinua heshima ya bara la Afrika na kuifanya dunia nzima itamke jina lake kwa heshima kubwa. Baada ya kampeni hiyo ya kishujaa, UEFA ilimtangaza Mendy kuwa kipa bora wa UEFA Champions League wa msimu mwaka 2020 hadi mwaka 2021 baada ya kufunga rekodi ya mechi nyingi bila kuruhusu bao. Huo ulikuwa muhuri rasmi wa ubora wake na uthibitisho kwamba alikuwa mmoja wa walinda lango bora kabisa duniani. Kwa mashabiki wa Chelsea, Edward Mendy si kipa wa kawaida, ni shujaa aliyesimama imara wakati wa vita vikubwa zaidi, akabeba ndoto za mamilioni ya mashabiki na kuzipeleka kileleni mwa soka la Ulaya. Usisahau kunifollow. Msimulizi wako ni mimi Hassan Mohamed, ukipenda niite Hassaninho Modinho.